Mambo vipi ndugu mpenzi mtazamaji wa One Vision TV, karibu tena kwenye hizi ni zile session ambazo tunakuletea warembo wote, na tunapoongelea warembo, speak of warembo, tunaongelea warembo, na warembo tukiongelea ni Bongo imebarikiwa kuwa na warembo. So dive in na sisi ili tuweze kujua wale ambao tulikuwa tunajui. Niko na Witty Cute. Witty Cute. Ndio. Kwa nini Witty Cute? Kwa sababu mimi ni mrembo mzuri. Last time mtu anakusifia wewe ni mrembo sana, ilikuwa ni lini? Leo? Nani kakusifia? Mino. Shemeji yako, shemeji yetu Ajambo? Ajambo. Yuko poa? Yuko poa. Yuko vizuri? Yuko vizuri. Alright, mimi nataka watu wamfahamu Witty, sawa? Witty labda ni mtu aina gani akiwa nyumbani? Witty ni mtu ambaye ana kisirani. Witty ni mtu ambaye apendi sana kuongea. Alafu Witty ni mtu ambaye anapenda sana kukaa mwenyewe peke yake. Alafu Witty pia ni mtu ambaye anapenda sana kusikiliza muziki. Alafu sipendi kero. Alright, hivi Witty yupo kwenye mahusiano? Hapana, sipo kwenye mahusiano. Lakini nikuuliza shemeji ya Jambo umenijibuje? Sasa nimejibu tu lakini sipo kwenye mahusiano. Upo single? Nipo single. Kwa nini binti mzuri kama wewe upo single? Sijapata tu mahusiano yaliyonyoka. Sijapata mahusiano yaliyonyoka. Kwa nini? Na urembo huu? Sijui nimelogwa, sielewi, nina gundu. Hawa wakutongoza? Wanaonitongoza akili zimeruka. Bangi nyingi. Alright, nimekuona wewe pia ni mwanafamilia wa tattoo. Nataka kujua mara ya kwanza unachora tattoo, familia ilipokeaje issue yako wewe kuchora tattoo? Nitukanwa, si mafuzi kwa nyingi sana. Unajua maana hiyo? Wewe maana kama jitamsha wewe ni malaya. Bado kidogo tu utatoboa pua, na kweli nikatoboa pua. Tena umetoboa pua, utaongeza tattoo nyingine. Endelea, utaanza kuvaa na vikuku sasa. Sio nini kwa nilisemwa sana. Wakaniambia sijui wewe ukianza tattoo utaanza sijui bleach pua, nikatoboa pua tena, pua ndo nikasemwa. Kwa hiyo wewe ndio umeamua sasa onyesha kwamba wewe ndio mtoto uliyekengeuka, lakini sio kweli. Vitu kama hivi ni kama tu urembo, sio kwamba eti ukichora tattoo wewe basi ni malaya. Ni tabia tu ya mtu ile. Unaweza ukachora tattoo na ukawa umetulia vizuri. Unaweza ukatoboa pua kana kipini lakini una heshima zako vizuri tu. Experience yako mara ya kwanza wakati unachora tattoo, ulifikiria kwamba huwa haiumi ama huwa inauma au ilikuwaje mle ndani wakati unachora tattoo? Kwanza nilikuwa naogopa. Nikiangalia tu wanavyochora naogopa. Ila nikishaona mtu kachora tattoo, napenda natamani na mimi ningechora tattoo hapa, nikivaa kigauni fani kile tattoo inaonekana inawaka. Kwa hiyo nilikuwa naogopa, siku nenda kuchora tattoo natetemeka, ananiambia hata usiogope, hata haiumi. Mara kwanza vile nikaa naogopa, ila baadaye tukaambiwa tunapiga hadi story kabisa, nachora tattoo tunapiga story. Kwa hiyo napenda tattoo. Kwa hiyo na hivyo unatarajia soon utaongeza zingine ama? Hapana, sitarajii, ila nikija kuwa na mtoto, maana mimi sina mtoto. Mungu akanijali nikapata mtoto mmoja, nitamchora tattoo. Hiyo lazima. Kwa hiyo lazima nichore tattoo yangu ya mwisho ya mtoto wangu wa kwanza. Mtoto wa kwanza. Na unapendelea watoto aina gani, wa kike, wa kiume ama mapacha, kitu kama hicho? Yoyote Mungu atanijalia, ila kwa mimi natamani sana mtoto wangu wa kwanza awe wa kiume. Kwa nini wa kiume? Kwa sababu wa kiume anampenda mama na wa kike anampenda baba. Kwa hiyo mimi napenda mtoto wa kiume, nitambie naye nivimbe kama wanavyovimba wenzetu kwa kina Wema, kina nani. Sawa, umeniambia hapa shortly kwamba wewe upo single, sawa? Nachotaka kujua ni kitu kimoja. Sababu za wewe kuwa single ni nini? Sababu za mimi kuwa single, niliumizwa basi. Ndio sababu wewe. Nani alikuumiza? Kevo. Kwa nini wakina Kevo waga ni wakorofi sana hivi eti? Kevo wangu mimi hakuwa mkorofi, ila alikuwa ni malaya. Alikuwa ni malaya, ana mambo mengi lakini anakea, anakujali, anakupa kila kitu. Lakini yeye swala kuwa na mwanamke mmoja hilo hawezi. Kwa hiyo afu mimi nilikuwa najua kabisa mwanaume wangu ananichiti, lakini chochote nakachoomba napewa. Hakuna kitu ambacho nitaomba nikanyimwa. Kwa hiyo nikajikuta naumia, lakini nasema sababu nampenda, acha tu nikae kimya. Lakini baadaye maji akanifika shingoni, nikamwambia bana tuachane. Katika kumwambia tuachane,
sijui naye alikuwa na mambo mengi. Akaniambia uko serious? Nikamwambia yeye niko serious. Nikabipu mshikaji akupiga. Ikawa mazima. Kwa hiyo mimi nakuja kumrudia, mwenzangu basi kumbe yeye yuko serious. Akasema mpaka mwanamke anakuambia kwamba tuachane, na maana amewaza, amefikiria. Na yeye yani mwanamke mpaka anakuambia tuachane sio mjinga, yani amefikiria, amewaza na anamaanisha. Tumzungumzie Kevo. Umesema kwamba alikuwa ni mwanaume ambaye anajali sana, lakini pia watu wengi wanadai kwamba watu kama vile kina Kevo ni wanaume ambao hawajatulia kwenye mahusiano, na inapotajwa jina la Kevo kila mwanamke huwa anakimbia. Na wewe umesema kwamba Kevo ni mwanaume ambaye alikuwa anajali sana, lakini alikuwa ni malaya. Je, uliwahi kumfuma Kevo siku moja? Kumfuma hivi live sijawahi. Ila labda anakuta message, labda alikuwa na mwanamke loji au anamsifia mwanamke au yani inachoniumiza sana alikuwa anahitaji mtoto. Alafu mimi sikuweza kumpatia. Sijajua sasa mimi au yeye shida ilikuwa nini. Alafu kilichoniuma sana kuna mwanamke akamwambia, akamdanganya, si anajua kama yule anahitaji mtoto, akamdanganya kwamba ana mimba, afu baadaye tukaenda kupima mwanamke hana mimba wala nini. Kwa hiyo wakina Kevo, afu nijibu sasa, nikujibu swali lako. Wakina Kevo kusema kweli wana mambo mengi, hawajatulia, ila wanajua sana kupenda. Yaani wanapenda vibaya mbwa wale. Sawa, mimi nakupa machaguzi, sawa? Kuna Kevo mwenye pesa, alafu kuna Kevo mwenye show kali kitandani. Kevo gani unaondoka naye? Mwenye show. Mwenye show. Eh. Maanisha wewe unapenda show sana. Kila mtu anapenda, upendi? Mimi mwenyewe napenda. Mwenyewe napenda. Alright. Mwanaume gani ukimuona kwenye mahusiano, ukiwa naye kwenye mahusiano, sawa? Au tuzungumzie Kevo, sawa? Ni Kevo aina gani ukimuona unajua huyu miyeyusho, huyu yani hatufiki mbali? Mwanaume ambaye snap. Mwanaume ambaye yani kwa siku moja status anaweka status nyingi. Mwanaume unakuta mpaka unasema anapata wapi muda wa kupost status. Unakuta mwanaume anaweka status hata 8, 9, 10, yani mambo kama kike. Anafuta hii status, anaweka hii, anaweka hii, unaona kabisa huyu ana bado za kitoto hajakuwa. Sasa wewe kwa wewe, Witi kama Witi, mwanaume aina gani anakuvutia sana na yaani ukimuona unasema huyu hapa type yangu, tunaondoka huyu hapa tunaishi naye? Ni mwanaume aina gani? Mwanaume au mrefu, ila tu asitoboe masikio wala kusuka nywele. Yaani vyote awe na tattoo, ila awe mrefu. Mimi sipendi wanaume vifupi jamani. Nantia kinya. Alright, Witi kama Witi, gharama zako wewe kwa mwezi huwa ni bei gani? Yaani matumizi amna hivi inafikaga shilingi ngapi kwa mwezi? Gharama zangu mimi? Maana mtoto mweupe wewe. Mashallah kabisa. Gharama lazima zingatie mafuta nini? Yaani unajua yani mtu kwa muonekano hivyo utasema bana hela. Ila kusema kwani mimi sina hela. Nina vihela hivi vidogo. Yaani kwa mwezi nimekusanya hela nyingi sana. Yaani hela nyingi sana nimekusanya, labda za kodi jamaa. Mimi sijai kuwa na hela mkoloni yani hivi nikawa naye. Mimi nikipata hela ndo matatizo yanaingia, vitu mambo mengi yanakuwa yanaingia, nakuta nimetumia. Sijai kushika hela nyingi yani zikakaa ndani, siwezi hicho kitu. Siwezi kuvumilia kukaa na hela ndani, siwezi. Huwezi kuvumilia? Siwezi. Kwa hiyo sasa wewe gharama yako kwa mwezi, yani wewe kwa mwezi gharama yako ni shilingi ngapi? Ili hata akija mwanaume mwenye hela ajue hapa anaenda kukava kitu hichi na kitu hichi kwa huyu mwanamke. Anilipie kodi tu basi. Kodi yako shilingi ngapi kwa mwezi? Mimi chumba cha 70 tu. 70. Una gharama. Una gharama. Chumba cha gharama 70 tu. Alright. Hamna. Kwanza wewe ni mtu wa wapi? Mimi mtu wa Mbeya. Okay, mtu wa Mbeya. Parachichi sana kule. Parachichi, maembe, kule vitu bei rahisi. Mboga za majani 100 fungu. Nyanya masalu. Kwa kule chakula ni bei poa kabisa. Bei poa kabisa. Okay. Sasa nataka kujua kitu kimoja. Watu wa Mbeya nafikiri kabila lao ni kabila kubwa kule ni kabila gani? Wasafa, Wanyakyusa na Wamalila. Wewe ni Mnyakyusa? Mimi Msafwa. Safwa. Mahari yenu nyinyi hamna bei gani? Wasafa na Wanyakyusa wanapenda hela jamani. Kule kwanza kuna mambo mengi. Kwa hiyo unaweza ukajikuta umetoa hata milioni sijui ngapi huko. Sasa atakwambia sijui mkaja bibi, sijui babu kafanyaje, sijui hela mashangazi, sijui nini. Kwa hiyo hela
milioni ngapi sijui, kuanzia milioni 3, milioni 3 kwenda mbele, ila kuna wengine wanaomba mpaka milioni 1 laki ngapi. Si kuna ile labda wanasema tunakuja kupiga hodi afu ndo nakuwa mazima, hiyo hawalipi tena. Kwa hiyo unakuta umeolewa atakuwa 500,000. So wewe kwa wewe, sawa, kwa unavyojitazama, ukikaa kwenye kioo ukijiangalia, unajiangalia unasema yes, mimi Mungu kanijalia mashallah, nimeumbika kabisa. Mahari yako wewe bei gani? Nataka niolewe kwa gharama ili hata akija kuniacha lake muume. Kwa shilingi ngapi? Mimi kuanzia milioni 100, 200, 300. Milioni 100, 200, 300. Ili hata akija kuniacha lake na muuma. Waumie. Aumie, ndio aumie, ni langu nimetoa afu mwanamke namwacha. Sasa siwezi kumwacha. Kwa hiyo ndo aningangania afu mimi ndo naanza kuvimba. Wewe kwa nini mimi sha move on? Wewe mbona move on? Kwa nini hivyo yani? Yeye mimi ndo namtambia sasa move on, mimi sha move on. Afu bila shaka wewe ni Gen Z, si ndio? Ni? Gen Z. Gen Z? Bila shaka wewe ni Gen Z. Mimi sijui, sijasoma. Sijasoma. Gen Z ni kizazi cha sasa, wanaita wenyewe vijana waliochangamka na mtandao na nini na vitu kama hivyo, ndo wanaitwa sana Gen Z. Ni kizazi ambacho sasa hivi kimekulia kwenye teknolojia na zaidi sana wanazungumzo mondani watoto wa 2000. Labda ningekuuliza wewe ni mtoto wa 2000, nafikiri hapo ungeelewa kirahisi. Wewe ni mtoto wa 2000? Mimi ni mtoto wa 2000, kizazi ambacho ndo kimeanza kujanjaruka sasa hivi. Kaniharibu kakaangu. Kwa nini kakaako? Kaniharibu kakaangu, wewe mambo ya mitandaoni kaniharibu kakaangu Dameta Parent. Yaani huyo ndo kanifanya nibezi kwenye mitandao ya kijamii. Maana mimi nilikuwa sijabezi sana. Kwa alivyotoaga nyumba yake ya kidampa ndo yani akakaa ananishawishi. Kwa hiyo huyo ndo kanisababisha mimi nibezi sana kwenye mitandao ya kijamii. Yaani nimejanjaruka sana sasa hivi. Mpaka sasa mdogo wangu ukua hivyo anambia wewe ndo umesababisha. Kwa Dameta ndo ababe kuleta kwenye mambo ya kimtandao. Dameta huyo. So, ushauri mmoja kwa mabinti wa sasa hivi ambao wanajanjaruka kwenye mitandao, labda ikitokea washauri au nikupe nafasi ya kusema kwamba ushauri watu kuhusiana na mahusiano na maisha kiujumla, unaweza kuwaambia neno gani ili tuweze kumaliza kipindi? Mimi nawashauri waendelee kujanjaruka hivyo hivyo, maana ndo fursa zenyewe ndo tunapata mashefa humo. Kwa hiyo endelee kujanjaruka humo, fursa ndo hizo. Hata akina nani, wakina wasanii wakubwa wakina Chanuo, kina Vanilla walijizima data hivyo hivyo. Sasa hivi si hao maisha yao yanaenda. Kwa hiyo kwa mitandao ukichachuka sana unaweza kujikuta una maisha mazuri, watu wanakuona kama fara hivyo. Kwa hiyo waendelee kujichetua hivyo hivyo. Mimi hata si washauri waache. Kwa sababu na mimi nipo humo. Neno moja kwa ex wako. Nampenda yule mbwa jamani. Kwa nini na ushaachana yeye? Nasikia sha move on yeye. Mimi sija move on, nampenda. Nampenda nimekufa nimeoza. Vitu vile ambavyo vinakufanya ummiss ex wako ni vitu gani? Mikazo. Mbili. Romantiki wake. Alafu alikuwa na lips fulani za kichokozi. Alikuwa na lips nzuri. Kwa hivyo ni vitu ambavyo unavimisi kwake, si ndio? Au basi tu, ila nampenda. Bado unampenda? Ikitokea labda anaiona hii interview, right? Alafu ujaribu kuonesha unammiss kupitia wimbo, ni wimbo gani akasikiliza? Wimbo Jay Melody tu, nisamee. Jay Melody nisamee. Lakini ikitokea kwamba ipo tayari kusema kwamba turudiane bana, mimi kama vipi fresh turudiane, utarudiana naye? Narudiana naye kwa mikono miwili yote. Mimi niseme asante Witi. Asante pia.